For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze somo letu. Somo letu linasema nini? Mifumo ya kuuliza. Mifumo ya kuuliza. Mifumo. Kuna mifumo miwili ya kuuliza. Mifumo ya kuuliza. Tuangalie eneo mfumo wa kuuliza. Tutaangalia kwenye kitabu cha Mathayo mifumo ya kuuliza. Mathayo 7 mstari wa 7 mpaka wa 12. Mstari wa 7 mpaka wa 10. Mathayo kiweza kusoma mpaka 12 ni mzuri zaidi. Mifumo ya kuuliza, kwamba tuna mifumo mingapi ya kuuliza. Soma tu mstari wa kwanza wa Mathayo 7 mstari wa 7 mpaka 12. Tusoma kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 2. Tutasoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6. Tutasoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 33 mstari wa 3. Tutasoma kwenye kitabu cha Zaburi 81 mstari wa 10. Tutasoma kwenye kitabu cha Mithali Mithali 18:21. Tutasoma kwenye kitabu cha Ayubu 36 mstari wa 11. Tutasoma kwenye kitabu cha Mwanzo 2:18, Mwanzo 2:15 mpaka 18. Tutasoma kwenye kitabu cha Yakobo 1:27. Tutakupatia na maandiko mengine mbele ya safari. Mifumo ya kuuliza. Tuna mifumo miwili mikubwa ya kuuliza. Kuna mfumo wa kwanza na kuuliza kwa maneno. Mfumo wa pili ni kuuliza kwa matendo. Hii ni mifumo miwili mikubwa ya kuuliza jambo lolote unalolitaka kwa Mungu na kwa wanadamu. Msaada unaohitaji kwa Mungu na kwa wanadamu. Kibali unachokihitaji kwa Mungu na kwa wanadamu. Kwa sababu kila mtu unayemuona duniani anahitaji vitu viwili: kibali na msaada. Vitu viwili. Ukipata kibali, sawa. Ukipata msaada, sawa.
vyote vinamsogeza mtu kwenda hatua nyingine. Mungu alimpa Yusufu kibali, sio msaada, alimpa kibali. Kwa hiyo kuna mtu anayeomba kibali na kuna mtu anayeomba msaada. Hivi ni vitu viwili kujiuliza kwamba wewe unaomba msaada, unaomba kibali. Zote ni sawa. Ukiomba kibali, kuna mahali unahitaji kibali na kuna mahali unahitaji msaada. Kwamba lazima ujue ile eneo linahitaji kibali na ile eneo linahitaji msaada. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura 39 mstari wa 21, neno la Mungu linasema nini? Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Akumpa msaada machoni pa mkuu wa gereza. Alimpa kibali. Kwa kuna eneo ambalo unatakiwa upewe kibali na kuna eneo ambalo unatakiwa kupewa msaada. Vitu vyote viwili vinatokana na eneo husika. Ni eneo gani unahitaji msaada na ni eneo gani unahitaji kibali. Kwa hiyo watu wengi duniani tunapata changamoto kutokujua ile eneo hapa nahitaji msaada au nahitaji kibali. Au nahitaji kibali. Tuangalie kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 26, neno la Mungu linasema nini? Yohana mtakatifu 14:26, neno la Mungu linasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Roho Mtakatifu atakuja kwako kukusaidia. Ukiwa na shida, unahitaji msaada, muite Roho Mtakatifu. Unahitaji kibali, muite Roho Mtakatifu. Yote viwili anakupa. Ukiwa unahitaji msaada, Roho Mtakatifu ndio alimpa Yusufu kibali. Na Roho Mtakatifu ndio huyo anayetusaidia kutufundisha, kutuongoza katika njia tupasayo kuiendea. Kwa lazima ujue kwamba kila mtu hapa duniani unayemwona anahitaji msaada na anahitaji kibali. Favor ni upendeleo. Kibali ni upendeleo. Kibali ni upendeleo. Na kibali kinaachiliwa. Mtu anayeomba kibali ni tofauti sana na mtu anayeomba msaada. Mtu anayeomba kibali ni mtu mwenye ufahamu, ndio anaomba kibali. Mtu anayeomba msaada hana ufahamu. Katika hilo jambo analotaka kulifanya au hilo jambo analolifanya ana ufahamu kabisa. Lakini yule anayeomba kibali ana ufahamu. Ukimwona mtu anakwenda serikalini kuomba kibali cha kuagiza mbolea nchi za nje, kuagiza sukari nchi za nje, ana ufahamu kwamba tuna uhaba wa sukari. Huyo ni mfanyabiashara. Anayeomba kibali ni mfanyabiashara. Anaomba msaada ni mtu wa kawaida. Mtu wa kawaida anaomba msaada ambaye hana mradi wote ambao uko mbele yake, ana biashara ambayo iko mbele yake. Yeye anaomba msaada. Baba, utupe mkate wetu wa kila siku. Mungu atakupa. Huo ni msaada. Kupewa mkate wa kila siku sio kibali. Huo ni msaada. Kupewa chakula cha shirika la chakula duniani, huo ni msaada. WFP, huo ni msaada. Kupewa chakula kipindi cha njaa, huo ni msaada, sio kibali. Kwa hiyo lazima ujue kabisa mtu mwenye ufahamu fulani anaomba kibali
Na mtu ambaye ana ufahamu kwenye hicho kitu anaomba msaada, afundishwe apate ufahamu. Neno la Mungu linasema nini? Methali 13 mstari wa 15. Methali 13 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema ufahamu mwema huleta upendeleo, bali njia ya uhaini uparuka. Ufahamu mwema huleta upendeleo. Good understanding gives favor. Ufahamu mwema unaleta upendeleo. Ukiwa na ufahamu unapewa kibali. Lakini kama una ufahamu, Mungu hakupi kibali. Mungu anampa mtu kibali kwa sababu ana ufahamu wa jambo fulani. Lakini kama hauna ufahamu, inabidi uombe msaada, ufundishwe, ili ukipata ufahamu uombe kibali. Uombe kibali. Kwa hiyo utaanza na msaada, alafu ndio uende uombe kibali. Uombe kwanza usaidiwe, ufundishwe, uelewe, upate ufahamu, ndio uombe kibali. Ukisoma Methali sura ya 3 mstari wa 13. Methali 3:13, neno la Mungu linasema nini? Heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu. Heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu. Apataye ufahamu. Mtu mwenye kupata hekima na kupata ufahamu anapata kibali machoni pa Bwana. Kwa hiyo lazima uangalie ni eneo gani ambalo kuna changamoto. Ni eneo gani ambalo unataka kulifanyia kazi. Somo letu leo linasema mifumo ya kuuliza. Mifumo. Kuna mifumo miwili ya kuuliza. Kuna mfumo wa maneno na kuna mfumo wa matendo. Ili mifumo miwili ya kuuliza. Smart people take action to ask. Watu wajanja ni akili wanachukua tendo la imani kuuliza. Na nitajaribu kukupa mifano ambayo itakusaidia sana watu wanaochukua matendo ya imani kuuliza. Kwa hiyo sasa mifumo ya kuuliza, Biblia inasema hatuna kitu kwa sababu hatujauliza, sio kuomba. Biblia lazima uangalie Biblia ya Kiingereza na ya Kiswahili. Neno ask ni kuuliza, sio kuomba. Sasa Biblia ya Kiswahili imesema ask, ombeni nanyi mtapewa. Biblia ya Kiingereza inasema ask and you shall be given to you. Uliza. Sasa watu wengi wanaouliza ndio wanaofanikiwa, sio wanaoomba. Watu wanaouliza bei ndio Mungu anafanya nao kazi, sio wanaoomba. Anauliza bei, ana ujasiri wa kwenda kuuliza bei ya gari na anaenda mkono. Ana ujasiri wa kwenda dukani kuuliza vitu, kujaribisha vitu na anaenda mkono. Huyo ndo mtu ambaye Mungu anafanya naye kazi. Anauliza, mtu ana ujasiri wa kuuliza. Inaweza kuwa leo hii kuna kitu unahitaji lakini hujauliza. Hujauliza. Ukiuliza utapewa. Ukiuliza utapewa. Sasa mifumo ya kuuliza. Unaweza kuuliza kwa matendo au kauliza kwa maneno. Kuuliza kwa maneno itachukua muda mrefu sana kupata. Lakini kuuliza kwa matendo itachukua muda mfupi sana kupata. Nikupe mfano utakaye kusaidia. Kuuliza kwa matendo ndio njia rahisi ya kusababisha vitu vije haraka, vitokee haraka. Lakini ukiuliza kwa maneno itachukua muda mrefu sana. Ni pale tunaposema ukiomba ruhusa itachukua muda mrefu sana. Lakini ukathubutu ukafanya, ukakosea, itakuwa rahisi kuomba msamaha. Kweli uongo, lakini umeshafanya. Umeelewa? Nyumbani kwenu kuna gari, babako hapendi aruhusu mtu yote kuendesha gari. Maji yameisha nyumbani, inabidi mtu akateke maji na gari liko hapo uwani. Ameugua mtoto ameugua ghafla, mtu ameungua na maji ya moto, ameugua na kimetokea changamoto. Ukatoa gari, ukapeleka mtoto hospitalini. Baba anakuja anauliza nani kapeleka mtoto hospitalini? Fulani. Nani kaendesha gari fulani? Tangia siku hiyo wanaanza kuruhusu. Kweli uongo? Kwa sababu ulichukua matendo ya imani, ukachukua gari na una leseni. Ni saa 7 usiku kampeleka mtoto hospitalini. Saa 8 usiku baba yuko safarini, magari yako ndani, mama hajui kuendesha gari. Kwa hiyo inabidi mtoto achukue nini? Gari. Lakini mtoto alichukua kitendo cha ujasiri
kapeleka mdogo wake hospitali. Kwa hiyo sasa lazima uangalie namna gani ukiuliza kwa matendo. Ulivyompeleka mtoto hospitali uliuliza kwa matendo ruksa ya wewe kuanza kuendesha gari nyumbani, na baba yako akirudi tu anakushughulikia leseni, unakuwa na leseni tayari, unaweza kuingia nini, anakupeleka shule ya driving, unajua kuendesha gari tayari, umeshapewa leseni, wewe ni dereva kama jinsi baba alivyo. Kwa hiyo unauliza kwa matendo, unauliza kwa matendo. Hata kijana akitaka kuoa anaanza kuwa na girlfriend, baba akiona atapotea anamruhusu aoe. Kweli uongo? Kwa sababu ameshaanza matendo, anauliza kwa matendo kwamba anataka kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo sasa lazima uangalie namna gani unaweza ukauliza vitu kwa matendo, vitu ambavyo ni vya msingi ambavyo vitakusaidia kwa ajili ya safari yako ya hapa duniani. Basi kwa ufahamu tumshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na somo letu linasema mifumo ya kuuliza. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mtukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 7 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 7 na pia takasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 7 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 7 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, roho njema ya Kristo na roho ya kumcha Bwana Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 7 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 7 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza biashara, tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo, tunafungua malango ya afya ya Kristo, tunafungua malango ya nguvu za Kristo, tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, spidi ya kuona maandiko, kuona maono, kuona ndoto, kuona fursa za biashara, kuona kazi, kuona vitu na watu katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 7. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kujifunza. Tunakukaribisha uwe mwalimu wetu. Tunakuomba Roho Mtakatifu tusamehe maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu, kwa damu ya Kristo wa Nazareth, kwa maana fadhili za Kristo za milele katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakaribisha katika majira ya saa 7 uwe mwalimu wetu. Utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee na somo letu, mifumo ya kuuliza. Kuna kuuliza kwa matendo, kuna kuuliza kwa maneno. Nikupe mfano mwingine. Kuuliza kwa matendo kunasababisha vitu vinatokea haraka. Vinatokea haraka. Mtoto, ukimwona mtoto wako wa kiume au wa kike amechukua t-shirt yake akaandika huku nyuma namba 23, akachukua suruali akakata, akaanza kucheza mpira wa makaratasi, anahitaji nini? Anahitaji vifaa vya michezo, anahitaji vifaa, anahitaji jezi, anahitaji viatu, anahitaji mpira. Anauliza kwa nini? Kwa matendo. Usipomnunulia atakata nguo zote kule ndani. Atakata nguo, ataandika nguo zote, ataharibu nguo. Inabidi umnunulie. Ameuliza kwa nini? Kwa matendo. Tumeona mtoto aidha anachora kitu fulani alafu anakuletea. Anachora basketi, anachukua ringi ya basketi, anaanza kukimbiza barabarani, anajifikirisha kuna kitu anataka, anauliza kwa nini? Kwa matendo. Unamwona mtoto anachukua redio, anifungua redio yote, anachukua kisu, anachukua hiki, anafungua kama screwdriver, anafungua simu,
anafungua vitu, kuna kitu anauliza, kuna kitu anahitaji. Sasa lazima uangalie kwamba leo hili ukiwa kama mtoto mdogo, Mungu atafanya kila kitu unachotaka akifanye. Yesu alisema njooni kwangu kama watoto wadogo, kwa sababu mtoto mdogo ana hofu, ana aibu, ana uoga, imani yake iko juu. Kwa sababu mtoto mdogo akishika kila kitu anaweka mdomoni, lakini mtu mzima akishika kitu hawezi kuweka mdomoni. Mtoto akishika nyoka, nge, anaweka mdomoni. Sasa lazima uanze kuuliza kama mtoto mdogo, uanze kuchora, uwe ni mtu wa kuandika, uwe ni mtu wa kutengeneza vitu vya sample. Unaanza kuuliza, utaona ukianza, ina maana unamuuliza Mungu namna gani naweza kutengeneza hichi kitu kikawa bora zaidi, namna gani. Kwa mfano leo tuseme labda unataka kujifunza kwenye mambo ya stock, mambo ya forex. Ukianza tu kutafuta taarifa, Mungu anaingilia kati, anaanza kufundisha. Ndio jinsi watu wanafundisha. Mungu mpaka uanze, Mungu atakuanzishia. Mungu anataka ufanye kitu ambacho kina msukumo ndani yako. Unamsukumo nacho. Kianza kutaka kusoma Biblia, wewe anza kusoma. Anza kidogo, utaona Mungu anaingiza neema ya kwenda kusoma. Sasa kuna vitu vingi ambavyo hatuvifanyi kwa sababu hatujavianza. Na hatujauliza. Kuuliza ni kuanza. Start small, anza kidogo. Kama mtoto mdogo anaweza kauliza kitu, mtoto mdogo ana njia nyingi za kuuliza vitu. Na mtoto mdogo anatumia sana njia ya matendo ya kuuliza vitu, kwa sababu anajua akiongea inaweza kisije. Kwa sababu mtoto mdogo hana muda wa kuongea, ana muda wa kutenda, kufanya kile kitu. Anafanya kile kitu, wanakuta nani kafungua redio fulani, kitu fulani kiko wapi, fulani ndio alikuwa amekishika, kiko wapi, unakuta chumbani kwake ameshakifungua. Baba anasema, kwa nini unafungua? Ukimletea kitu, gari, ukimletea basketi, anafungua. Kuna kitu anauliza pale, nataka kujua kitu gani kinachosababisha ili gari linatembea. Anafungua ile remote control, anaangalia kitu gani kinasababisha ile remote inafanya kazi. Sasa mtoto mdogo anauliza. Sasa watu wazima hawaulizi. Kwa sababu hata leo ukimuuliza mtu mzima, baada ya miaka 10 utakuwa nani? Unategemea kuwa nani? Hajui. Mtoto mdogo ukimuuliza ukiwa mkubwa unataka kuwa nani? Anasema nataka kuwa daktari. Kwa lazima uangalie mifumo miwili ya kuuliza, uingie kwenye mfumo wa matendo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 18, neno la Mungu linasema nini? Lazima tuingie kwenye mfumo wa kuuliza vitu kwa matendo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Inasema watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Bali kwa nini? Kwa tendo na kweli. Tenda kwa matendo. Kumbe kumwambia mtu unampenda, dhihirisha kweli unampenda. Fanya vitu. Kuna ana nguo mpe nguo, ana chakula mpe chakula. Aende shule mlipie ada. Tuko pamoja. Tenda kwa tendo, sio kwa ulimi. Watu wananena sana kwa lugha. Wamesahau kabisa kuchukua hatua ya kufanya kitu. Kwa hiyo tunaposema neno la Mungu linaposema bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na mengine yote mtazidishiwa, maana yake kuna kitu unauliza. Kutoa kitu, kumpa mtu kitu bure ni kuuliza msaada. Giving something for free is asking for help. Unauliza nini? Msaada. Ukitoa muda wako kufundisha mtu, unaomba msaada, unauliza msaada. Unaambia Mungu nahitaji kitu hichi. Mungu nahitaji kitu. Ndio anasema na hayo mengine yote mtazidishiwa. Sasa haiwezekani unataka msaada wakati wewe utoe msaada. Utavuna ulichopanda. Ukitoa msaada na wewe utapewa nini? Msaada. Ukimtumikia Mungu anakutumikia. Na Mungu atakuheshimu. Na ndivyo maandiko yanasema Yesu anasema ukimtumikia na babangu atakuheshimu. Sasa Mungu atakuheshimu, anakupa kila kitu.
kwamba lazima ujitahidi uangalie, utumie mfumo wa pili wa matendo. Mfumo wa maneno, tumesimama sana na mfumo wa maneno. Kuomba msaada kwa nini? Kwa maneno. Kiomba kwa mkate wa kila siku utapata, lakini huwezi kuomba msaada wa kiuchumi kwa maneno. Haiwezekani. Msaada wa kiuchumi utapewa kwa matendo. Kuna kitu utakuwa unafanya ndio kitasababisha. Utaenda kwa watoto yatima, utaenda kwa wajane, utaenda hospitalini, utaenda kutunza mazingira, utaenda kufanya kazi, na Mungu atafungua milango. Yule mama Mkenya alitunza mazingira, akapewa tuzo la Umoja wa Mataifa. Kuna pesa nyingi sana anapewa pale na Umoja wa Mataifa kila mwaka, mpaka siku kizazi chake hii dunia itakapoisha huko duniani. Ile tuzo anapewa ile pesa kila mwaka. Sasa lazima uangalie kwamba alipokuwa anafanya kazi ya kutunza mazingira, kuna kitu Mungu akamzawadia, kampa tuzo. Sasa kama watu duniani wanakupa tuzo, na Mungu itakuwaje? Kwa Mungu itakuwaje kama watu duniani tu wanakupa tuzo ambalo kila mwaka unapewa pesa? Kila mwaka unapewa pesa. Ni hapa kwenye Mathayo sura ya 7 mstari wa Mathayo 7 mstari wa 7 mpaka wa 12. Neno la Mungu nasema ombeni. Biblia ya Kiswahili nasema ombeni. Biblia ya Kiingereza nasema ask and it shall be given to you. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Tunasema hii mifumo mitatu hapa: kuomba, kutafuta, kubisha. Kuomba, kuuliza. Yaani hapo kwamba ile kuuliza, ask. Inasema ask. Hapa inakwambia find au search. Hapa inakwambia knock. Inakwambia knock, bisha. Hivi ni vitu vile. Lazima ukiamka asubuhi umuulize Mungu ni kazi gani utafanya leo, akupangie kazi. Ukatafutie kazi mahali ilipo uifanye. Knock, kubisha ni kufanya. Yaani kwamba kuna kufikiri, kuumiza kichwa, kufikiri. You ask, unauliza Mungu, nisome kitabu gani kwenye Biblia? Anakwambia kasome kitabu cha Isaya. Unaenda kwenye Biblia kutafuta kile kitabu. Ukishatafuta kile kitabu, unaanza kutafakari. Kunoko, kutafakari. Sasa hii hapa ni kuuliza. Unaamka asubuhi lazima muulize Mungu, leo nifanye kazi gani? Ni kama vile unamuuliza bosi wako, anakuonesha nenda kafanya kitu. Anakuambia fanya kitu, unaenda kutafuta ile sehemu hiyo kazi unataka ufanye. Unaanza kufanya ile kazi. Sio kuomba tu, kukaa na maombi tu. Vitu havitokei. Watu wengi msema na maombi tu, vitu havitokei. Utapata mkate wa kila siku, utakuwa na afya nzuri tu, lakini huwezi kuwa na uchumi mzuri. Kwa hiyo sasa hii mfumo lazima uangalie namna gani. Sasa unapomtumikia Mungu, kuna kitu unauliza. Kuna usemi mmoja, kuna lugha moja inasema, ukimwona kijana anatabasamu mbele ya msichana, kuna kitu anataka kumpa yule msichana. When you see a man smiling to a woman, he wants to offer her something. Tuko pamoja? Sasa ukiwa unauliza kitu, ukiwa unamtumikia Mungu, kuna kitu unauliza. Kuna kitu unafanya nini? Unauliza. Ukiwa unamtumikia Mungu, kuna kitu unauliza. Sasa kwa mfano una changamoto ya kiafya, ukaamua kumtumikia Mungu. Ukasoma ukisoma ile andiko la Kutoka, una changamoto ya kiafya, Kutoka 23. Kutoka 23 mstari 25 na 26. Neno la Mungu linasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Ina maana ukimtumikia Mungu unauliza kitu. Ugonjwa kwa nini? Uondolewe. Unamwambia Mungu niandikie prescription. Unamuuliza Mungu, unaweza kuniandikia prescription ya dawa? Anakuandikia. Unauliza kumtumikia Mungu. Kuna kitu unauliza. Unauliza uponyaji. Unauliza baraka. Unauliza. Sasa leo unakuta unapouliza kwa vitendo ndio vitu vinatokea. Na mahali ambapo andiko limetoa agizo vizuri sana ni kwenye Yakobo sura ya kwanza. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka na wa 6. Ile imeweka wazi kabisa kwamba Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5 na wa 6, neno la Mungu linasema,
Mstari wa 5, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, akipungukiwa na kazi na biashara, akipungukiwa na chochote kile, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala akemei, naye atapewa. Mstari wa 6, masharti, ila aombe kwa imani. Aombe kwa matendo. Ila aombe kwa nini? Kwa imani. Ni kuomba kwa matendo. Kafanye kitu. Wewe maliza maneno yako ya maombi, lakini ukishamaliza kwenda kwenye nini? Kwenye matendo. Mungu anafungua milango. Sasa ila aombe kwa imani. Mstari wa 6 anasema ila aombe kwa imani. Sasa ndio watu wanabaki kwenye maneno na vitu vitokee. Hawaendi kwenye matendo. Kwenda kwenye matendo ni kwenda kufanya kazi za kijamii. Kuthubutu na masashi na toa muda. Nenda kafanya kazi za kijamii. Nenda kwa watoto yatima, nenda kwa ajenda, katuze mazingira. Nenda kafanya hizo kazi za kijamii. Utaona Mungu anafungua milango. Unaomba kwa matendo, unaomba kwa imani. Na kwa nini tunasema kuomba kwa imani? Kuomba kwa matendo. Yakobo sura ya 2 mstari wa 17 na 18. Yakobo 2:17 na 18. Yakobo 2:17 na 18, neno la Mungu lasema, hivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu akasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Nitakuonyesha imani yangu kwa njia nini? Ya matendo yangu. Kwamba lazima uombe kwa imani, uombe kwa matendo. Hilo ni eneo ambalo kila mtu ana muda. Kila mtu anayemwona duniani, mtu mmoja tu ambaye ana muda ni yule ambaye yuko mochwari. Lakini hao wengine wote wanaoishi, wote wana muda. Lakini kisha usipotumia muda, kuna kinachotokea. Omba kwa sasa. Huo ni mfumo. Hii katika mifumo miwili ya kuomba. Kuna kuomba kwa maneno na kuna kuomba kwa imani. Sasa watu wengi sana wanachokosea, anasubiri. Unajua kuna wale watu tunaita last minute people, watu wa dakika za mwisho. Yaani anasubiri kwamba dakika ya mwisho, hata kama ni ugonjwa umeanza kidogo, badala akamtumikia Mungu ili Mungu aondoe ugonjwa, anasubiri mpaka alaze awekewe drip, na mwisho wa siku mauti yanampata. Lakini yule mtu ile hali aliyoona, kama umeshaona ugonjwa umeanza kuingia kwenye mwili, umeanza kujisikia vibaya, unaanza kutumia vidonge, maandiko yako wazi, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako, naye ataondoa magonjwa kati yako, ataondoa magonjwa. Hata ni ukishaona ni ugonjwa umeingia, nenda ukatumike, nenda kafanya hizo kazi za kijamii na usimamie andiko, na Mungu ataondoa ugonjwa. Mimi babangu alikufa na asma, babu yangu alikufa na asma, mdogo wangu alinifuata mimi alikufa na asma, mimi nilizaliwa na asma. Baada nilipoanza kutumikia Mungu aliondoa kila aina ugonjwa ambao ulikuwa unasumbua kwenye mwili wangu. Sasa haiwezekani leo ukaona kuna dalili umeshaziona, ndio pale unaambiwa watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Haiwezekani umeenda kupima ukaambiwa una sukari, alafu ukafa na sukari. Hiyo ni laana. Umesababisha na watoto wako wanakufa na sukari. Hiyo ni laana. Umesababisha na kizazi chako kinakufa na ule ugonjwa. Kwa sababu gani? Umeona dalili, umeona ugonjwa, umeona ishara zote, unameza vidonge na una nguvu ya kumtumikia Mungu. Kwa nini tena utumikia Mungu? Ili hiyo laana isishike watoto wako, wajukuu zako. Hicho kitu kisiambatana na familia yako. Ukishaona dalili kama hizo, anza kumtumikia Mungu. Mimi kitendo cha kupona asma, hakuna mtoto atakaye kuanzia kizazi changu hapa nilipoanzia mimi, watoto wangu wao wanaendelea, hakuna hata mmoja atachukua na asma. Na wale ambao wana asma ambao wamezaliwa katika uzao wangu, wote wamepona. Wote wamepona. Dhambi ya mtu mmoja iliingia kwa watu wote. Tuko pamoja? Warumi 12:5. Dhambi ya mtu mmoja iliingia kwa watu wote, na uponyaji wa mtu mmoja utaingia kwa watu wote. Na Mungu akisema kitu kwa mtu mmoja, amesema kwa watu wote. Mungu amesema kwa watu wote. Kwa hiyo lazima uangalie ni namna gani unaweza ukasimamisha changamoto za kidunia zisiendelee kwenye familia. Tuko pamoja? Somo letu la leo linasema nini? Mifumo ya kuuliza. Mifumo
ya kuuliza. Kuna mifumo miwili tu unapohitaji kitu kwa Mungu au kwa wanadamu. Kuna mfumo wa kuuliza kwa maneno na kuna mfumo wa kuuliza kwa matendo. Ni mifumo miwili, kuuliza kwa maneno na kuuliza kwa matendo. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba unapohitaji kitu lazima uulize, ili kije haraka ni kuuliza kwa matendo, kumtumikia Mungu. Tumetoa mfano hapa, watoto wadogo wana mifumo mingi ya kuuliza vitu, na watoto wadogo mfumo wanaotumiaga zaidi ni ule wa matendo. Mtoto nyumbani akitaka ununue mpira wa kuchezea, ununulie jezi ya mpira kwenda kucheza na wenzake, anachukua t-shirt yake, anaandika huko nyuma namba ya timu anayochezea, kama namba 7, anachukua swali, anakata, anachukua mpira, anaanza kucheza mpira wa makaratasi, anaanza kufanya mazoezi. Baba akiona vile anafanya, anaenda kununua vifaa vya mchezo, na asipoenda kununua vifaa vya mchezo atakatakata nguo zote huko ndani. Ameomba kwa nini? Kwa matendo. Akungoja kuomba ruksa, kaomba kwa matendo. Sasa lazima ukae chini uangalie. Mfano tumetoa mfano kama nyumbani babako ana gari, umetokea mtoto anaumwa usiku, mama hajui kuendesha gari, ukachukua gari ukapeleka mdogo wako hospitali. Kwanza sio baba akiuliza nani alipeleka mtoto, anaambia fulani. Kanisa ndio. Okay. Atafutia leseni. Tayari unaanza kuendesha gari kama babako. Umeomba kwa nini? Kwa matendo. Wewe kuacha ndugu yako anakufa na unajua kuendesha gari. Peleka mtoto hospitali saa 7 usiku, saa 8 usiku. Sasa lazima uangalie, Mungu anaangalia watoto wanaoomba kwa matendo. Imani pasipo matendo imekufa nafsini mwa mtu. Na kitu kisha kufa kwenye nafsi yako inaanza kunuka. Kuna mtu maskini ananuko maskini kwa sababu ameoza, imani imeoza kwenye nafsi yake. Ana maandiko mengi sana ya Biblia kwenye nafsi yake, lakini anaoza, ananuko maskini. Kwa sababu unakuta watumishi wa Mungu wengi wanaomba sana hela, kwa sababu ananuko maskini, kwa sababu ana maandiko mengi yameshaoza kwenye nafsi yake. Hayana matendo. Anaona aibu kufanya kazi, anaona aibu kufanya biashara, anaona aibu kufanya chochote, kuanza chochote kile. Anaona yeye ni mtumishi. Mtumishi ni mtu anayefanya kila kitu. Mtumishi ni mtu anayetumikia watu. Kufanya biashara na kutumikia watu. Kuendesha haisi na kutumikia watu. Kuuza mahindi barabarani na kutumikia watu. Kwa sababu bila hivyo vitu, leo ukiangalia kondakta wa haisi ni mtumishi wa Mungu. Yeye ndiye anayepeleka wachungaji makanisani, waumini makanisani, kweli na anarudisha nyumbani kuwapeleka makazini. Yeye ni mtumishi. Hata kama anakunywa pombe, anagana, anavuta bangi, ni mtumishi wa Mungu. Kwa sababu Biblia inasema kila kitu ni mtumishi wa Mungu. Hata hicho kitu kilichokalia ni mtumishi wa Mungu. Tuko pamoja. Kwa hiyo sasa lazima uangalie kila kitu ni mtumishi wa Mungu. Tunasoma kwenye kitabu cha Zaburi ya 12, Zaburi ya 90 mstari wa 12. Kila kitu ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba mifumo ya kuuliza ndio inayeamua huyu mtu apewe hichi kitu kwa wakati gani. Mifumo ya kuuliza. Zaburi ya 90 mstari, Zaburi ya 119 mstari wa 90. Sorry. Zaburi ya 119 mstari wa 90. Neno la Mungu linasema nini? Nimekosea tena. Zaburi ya 119 mstari wa 91. Nimekosea point moja hapo. Inasema maana vitu vyote ni watumishi wako. Maana vitu vyote ni watumishi wako. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba unatumia mfumo wa matendo unapotaka kuuliza kitu, ili vitu vije kwa haraka, kwa spidi, kwa kasi. Tumekaa kwenye mfumo wa maneno sana, kwenye mikesha, kwenye maombi. Utakuwa na afya nzuri, lakini utakuwa na uchumi mzuri. Na watu wote waliokaa kwenye mfumo wa maombi ya maneno wanapata mkate wao kila siku. Mkate kila siku utapata, lakini huwezi kuwa tajiri. Huwezi kuwa tajiri kwa maombi mpaka uende kwenye matendo. Nenda kafanye kazi za kijamii. Nenda. Usipofanya hivyo, hakuna kinachotokea. Kwa hiyo lazima ubadilishe style ya kuomba. Kushukuru ni mfumo wa kuomba vitu. Kushukuru ni mfumo wa kuomba.
Kushukuru kabla hujapewa ni mfumo wa kufanya nini? Wa kuuliza kitu. Unauliza kitu. Kumwambia Mungu asante kwa ajili ya gari, na maana unauliza gari. Asante kwa ajili ya gari. Sema asante kwa ajili ya nyumba, unauliza nyumba. Unajua Biblia ya Kiswahili inasema kuomba, lakini Biblia ya Kiingereza inasema kuuliza. Kuuliza. Biblia ya Kiingereza inasema kuuliza, sio kuomba. Sasa ndio sababu ukienda hapo Kenya, Tanzania kila kitu mtu akitaka anasema anaomba. Ukienda Kenya wanauliza. Unaweza patia mimi, nakuuliza, wewe unaweza patia mimi kitu fulani. Kwa sasa hiyo tabia ya kuomba, na walioandika Biblia ya Kiswahili wakaandika kuomba, kwa sababu mara nyingi sana unaposoma Biblia ya Kiingereza unapata tafsiri nyingine ya tofauti kidogo. Neno ask, ulizeni na mtapewa. Sasa unaona mzungu akisoma inaleta maana kwake, lakini Mswahili akisoma anasema kuomba. Haijakaa vizuri. Biblia ya Kiingereza inaandika kuuliza. Hata wakati Yesu alipokuwa yuko hekaluni kwenye kitabu cha Luka 2:49, Luka 2:46, tutamwona Luka 2:46 neno la Mungu linasema nini? Inasema ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Akiwasikiliza na kuwauliza nini? Neno ask limetumika pale, na huku kwingine ombeni mtapewa. Inasema ask shall be given to you. Utapewa, ukiuliza utapewa. Ngoja nikwambie. Umeenda kwenye hoteli yote. Umeenda kwenye room. Ukaenda kwa wauliza pale reception, wakubalishie kitu kwenye room, wanakubalishia. Kweli wewe ukiwauliza, mnaweza mkanibalishia ile room kaniweka kwenye room nyingine tofauti, kwa sababu niko na watoto hivi, wanakubalishia. Lakini usipouliza unakaa pale unakaa kwa room hiyo na unateseka, na uko na watoto na mke, kumbe kuna room nyingine kubwa zaidi na ina kitanda cha ziada, mtoto anaweza kulala kwenye kile kitanda, au ina kochi kubwa, mtoto anaweza kulala kwenye ile kochi. Lakini ungeuliza, wanakuhamisha kwenye room nyingine kwa bei hiyo. Au ukaenda unajua unakula chakula special, labda una sukari naenda kuuliza, tunawaambia kwamba naweza mkanifikia kitu fulani, wanakwambia ndio kwa bei ile, hamna kwa kitu utakachoongeza. Lakini usipouliza utakula chakula ambacho sio. Kwa hiyo lazima uingie kwenye mfumo wa kuuliza. Biblia inasema hauna kwa sababu hujauliza. Biblia Kiswahili bado inasema hauna kwa sababu hujaomba, hauna kwa sababu hujafanya, hujauliza. Ukiuliza unapewa. Sasa mfumo wa kuuliza ni mfumo mkubwa. Mungu anadili na watu wanaouliza vitu, sio watu wanaomba vitu. Wanauliza, anauliza kitu fulani. Anamuuliza Mungu, leo nitafanya kazi gani? Anamuuliza bosi wake, leo kesho nitafanya kazi gani? Anamuuliza bosi wake, kampuni tunataka baada ya miaka 2 itakuwa imefika. Tuongeze nini? Anauliza tuongeze. Naenda kama hata ukiangalia kwenye mahoteli makubwa, ukiangalia ukiwa unakula chakula, anakuja yule mhudumu anasimama pembeni yako, anakuuliza samani, anakuuliza kuna kitu yote tukuongeze. Tuko pamoja? Anasema ndio, niongezee mchuzi kidogo, niongezee kitu fulani. Unaenda unaletewa. Sasa mfumo ukiwa unatembea na mfumo, kwa sababu kuuliza kunataka fikra ndani ya juu, kutengeneza maneno yale ya kuuliza. Kuomba ni tofauti. Kuomba ndio kuomba tunasema tunaomba kama, lakini kuuliza hii kalamu, kuuliza kalamu kama hii ili mtu akupe bila kununua. Kumbuka wakati nilikuwa na shida ya ubao, nilimuuliza na dada, nikamuuliza, wanyie mnasaidiaga watumishi wa Mungu unapohitaji kitu kwenye duka lenu, huwa mna mfuko wa kusaidia watu kama mimi? Umeelewa? Karibia mfuko gani? Mimi nahitaji ubao hapo nje, sina hela. Huwa mna mfuko wa kusaidia watu?
Akaniambia ngoja mume wangu akija nitamwambia niachie namba yako simu kama hicho. Sasa kanipigia simu. Sasa ukienda kuomba asingekupa. Umeelewa? Kwa sababu unauliza kwanza, unauliza swali. Unajua ukiuliza utakaokosea hata siku moja. Mtu anayeuliza uaga hapa nini? Watu wanaoomba wanakoseaga. Ndio iko hivi. Unaweza ukaomba, kuingia kwenye maombi, ukaomba, ukakosea. Lakini huwezi kuingia kwenye maombi ya kuuliza ukakosea. Huwezi kukosea. Kamuuliza Roho Mtakatifu, nina shida ya kitu fulani, niombeni. Anakufundisha jinsi ya kuomba. Tuko pamoja. Unaenda kwa mchungaji wako, usimwambie mchungaji niombe. Mwambie mchungaji mimi nahitaji kazi. Hebu nifundishe jinsi ya kuomba maombi ya kazi. Unamuuliza nifundishe, unamuuliza akufundishe. Nifundishe nitawezaje kupata kazi. Mchungaji nimekuja kuuliza neno moja. Nahitaji unifundishe jinsi ya kupata kazi. Umeenda kuuliza, nifundishe. Wanafunzi wa Yesu walimuuliza Yesu, wakamwambia, Yohana, mbona Yohana kafundisha wanafunzi wake kusali? Walimuuliza, tufundishe na sisi kufanya kusali. Walimuuliza mbona Yohana anafundisha wanafunzi wake kusali? Na sisi tufundishe kusali. Sasa usipokuwa ni mtu wa kuuliza, unapitwa na vitu vingi sana. Kwa mifumo ni miwili. Ukimwona mtu anashukuru, kuna kitu anauliza. Ukimwona mtu anasifu. Ukimwona mwanaume yote anamsifia mwanamke, kuna kitu anauliza. Kuna kitu anafanya nini? Anauliza. Na ukimwona mtu anamsifia Mungu, kuna kitu anauliza. Ukimwona mtu anabariki mtu, kuna kitu anauliza. Kuna anatamka maneno ya baraka, kuna kitu anafanya nini? Anauliza. Hata ukimwona mtu anaingia kwenye toba, kuna kitu anauliza. Anauliza uponyaji. Anauliza msamaha. Muone? Hasa lazima uangalie mfumo jinsi gani ya kuingia kwenye mfumo wa kuuliza. Uondoke kwenye mfumo wa kuomba. Watu wachanga wanakaa kwenye mfumo wa kuomba. Na watu waliokomaa, wanaokula vyakula vigumu, wako kwenye mfumo wa kufanya nini? Wa kuuliza. Ni kama jana tulikuwa tunafundisha wale wachanga wanaomba. Wale ambao wameshakomaa wanashukuru kabla hajapata, anashukuru ni advance. Sasa lazima ubadilike, uende katika hicho kiwango kingine. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 5 mstari wa 13 mpaka wa 14. Waebrania sura ya 5 mstari wa 13 na 14, neno la Mungu linasema, kwa maana kila mtu atumiaye maziwa ajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Chakula kigumu ni cha watu wazima, kwa sababu akili zao zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Mtoto mchanga wewe anakunywa maziwa. Sasa lazima watu wachanga wanaingia kwenye kuomba. Watu wazima wanaingia kwenye kuuliza. Anamuuliza Mungu, nifanye kazi gani? Alafu nipe gari. Tubadilishane hii kazi na gari. Nifanye kazi gani? Unipe uponyaji. Nifanye kazi gani? Unipe nyumba. Tuko pamoja? Sasa unakuta ukiuliza unaambiwa kazi ya kufanya. Na ukifanya ile kazi kweli utakuwa hujakosea. Na ukifanya ile kazi unapewa nyumba. Sababu ile kazi inabadilishwa na nyumba. Sasa unakuta mtu anaomba, ukiomba anakosea. Yaani iko hivi. Unaweza kuingia kwenye maombi kwa kosea, lakini huwezi kuingia kwenye kusifu kwa kosea. Kwenye kusifu huwezi kufanya ukakosea, kwa sababu unamwambia Mungu, wewe ndio Mungu uliyeumba mbingu na nchi. Kwani ni uongo? Wewe ndio Mungu uliyefanya mianga mikubwa, jua litawale mchana na mwezi utawale usiku.
wewe ndio Mungu uliyeigawa bahari ya Shamu ukawavusha wana wa Israeli katikati yake, umekosea hapo? Hujakosea. Hujakosea kwa sababu ni kweli ndiye anafanya hivyo vitu. Unaona? Sasa unapomsifu Mungu, Mungu anajua unachokihitaji. Mungu anajua unachokihitaji. Wewe unachotakiwa sio mwambie Mungu unachokihitaji. Mungu anajua mahitaji yako kabla hujafanya, hujasema. Wewe msikie. Ukimsifia mwanamke, hata mke wako ulimsifia kwa sababu leo akabadilika akawa mke wako, ungelikuwa unamwongelea maneno mabaya angelikubali? Ulimsifia ABC tajisi ilivyo, akabadilika akawa leo ni mke wako, ni mama watoto wako. Kwa hiyo lazima uangalie namna gani unaweza kuapproach, ukatumia style gani kwenye kuuliza. Unaweza kuuliza kwa njia ya kusifu, ukauliza kwa njia ya kubariki, ukauliza kwa njia ya toba, ukauliza kwa njia ya kushukuru, ukauliza kwa njia ya matendo. Tuko pamoja? Hizo ni style za kuuliza. Unapotaka kitu unaweza kuuliza kwa njia ya kusifu, ukauliza kwa njia ya toba, ukauliza kwa njia ya kubariki, tamkia maneno ya baraka. Kwa mfano, sasa hivi nikaenda kwenye duka la mtu, nikamwambia vipi hali ya biashara? Akamwambia biashara sio nzuri. Naambia sasa mimi nataka nibariki biashara yako. Nibariki? Atakataa. Na ukishabariki biashara kuna kitu atakupa kutoka nacho. Kweli uongo? Sio niombe biashara yako. Simwambie niombe biashara yako, atakataa. Hata mtu wa imani tofauti na wewe, ukimwambia nataka nikuombee, atakataa. Ukimwambia nataka nikubariki, anakubali. Kweli uongo? Kila mtu anataka baraka. Lakini ukimwambia nataka nikuombee, ajui ni maneno gani utakayoongea. Lakini ukitaka kubariki, anakubali. Ukisikia tu neno baraka, na nataka nibariki biashara yako. Tuko pamoja? Kwamba ina maana kuna kitu unauliza kwa njia ya kubariki. Mungu alimwambia Abraham atakie kubariki na mimi nitambariki, na atakie kulaani na mimi nitamlaani. Sasa lazima ubadilishe style ambayo ya kuomba vitu, uende kwenye kuuliza. Kwa mfano, akaja mtu hapo akasema naomba shilingi 5,000. Utatafuta sababu, utaangalia nampa 5,000 mimi nitafaidika na nini? Naangalia kwamba mimi nikupa 5,000 mimi nitafaidika. Akaja mtu mwingine akaambia mimi nataka unionyeshe kazi ya kufanya hapa, unipe shilingi 5,000. Nenda tatoa 5,000. Ila naomba kazi. Sio ile alikuja na maneno matupu. Nionyeshe kazi yote ya kufanya hapa na shida ya 5,000 na mgonjwa hospitalini. Tena unaweza umpe 5,000 kwa sababu kaomba kazi. Umpe 5,000 na kazi ya kufanya. Kwa sababu alikuja na style ya kuomba nini? Kazi ya kufanya, nipe kazi ya kufanya. Sasa aliuliza kwanza kazi, sio kuuliza pesa. Aliuliza kazi. Sasa lazima uangalie hizi aina za kuuliza, kwamba unahitaji kitu, ni njia gani rahisi Mungu anaweza kujibu maombi yangu. Unauliza, naambia Mungu mimi naenda kwa watoto yatima, kuwasaidia kufua na kupika, alafu unifanyie kitu fulani. Anafanya. Na wewe unapeleka nguvu zako na muda wako tu. Hujapeleka chakula pale, chakula kiko kule. Wewe unakwenda kufanya kazi, kufua, sabuni wanauza kwao, chakula wanauza kwao, kuni za kwao, gesi ni kwao, kila kitu cha kwao. Wewe ni muda wako na nguvu yako. Na Mungu anajibu. Unajua, lazima ukimwangalia mtu yote, hata omba barabarani, wakati anapouliza watu wampe hela, kuna kitu anafanya. Anaweza kutatua amesimama. Unajua ngoja nikwambie, hakuna kazi ngumu kama kuomba. Anaweza kwa amekaa hivi, kama mdoli. Hapa amenyosha mkono hivi. Mtu akimpa hela, anaweka mkono anarudisha hivi. Kuna kitu anafanya, anateseka ili watu wampe nini? Anauliza hela. Sasa wewe fikiria kama mtu anaweza kukaa barabarani, apepesi macho, ajigusi,
amenyoosha tu mkono hivi. Kila mtu akipita anamwangalia, anaweka hela kwenye mkono, au hela kikapu kimewekwa hapo chini, au box liko hapo chini, kikopo kiko hapo chini, amefanya tu, watu wanatupa hela hapo, wanaondoka. Lakini kuna kitu anafanya kweli uongo, ile ukaa kama mdoli, kuna kitu anafanya nini? Fanya. Sio rahisi, huwezi kaa tu kistarehe alafu watu wakakupa hela. No, kuna mahali lazima upite. Kuna mtu anacheza ana gitaa, anachimba gitaa barabarani, anacheza gitaa, mwingine anaimba, mwingine anafanya nini? Kuna kitu anafanya. Yaani unaona mtu anaimba barabarani, anaburudisha watu, anauliza hela. Anauliza nini? Ukiwa unatoa msaada, ina maana kwamba kuna kitu unauliza. Kuna kitu unauliza. Kwa hiyo lazima uangalie staili za kuuliza, uwe na kuna kitu unafanya. Usipokuwa unafanya kitu, hakuna kitakachotokea. Kwa sababu tumesema mtoto mdogo ana njia nyingi za kuuliza kitu. Ana njia nyingi sana za kuuliza. Anaweza kawa anachora, akachukua vitu nyumbani akaanza kuvifungua, vitu chungu nzima. Mtoto mdogo ana staili nyingi za kuuliza. Sasa wewe unapotaka kuanza biashara, anza kidogo. Kuanza kidogo ni kuuliza. Ukianza kitu kidogo, na maana unamuuliza Mungu. Unamuuliza Mungu. Na jitahidi sana kwenye unapohitaji muongozo, yani direction. Mtu yote ambaye amepotea njia, waga anafanya nini? Anauliza. Sasa wewe kuna mahali unataka kufika. Unataka kuwa tajiri. Kutoka kwenye maskini uende kwenye utajiri, hiyo ni safari. Hiyo ni safari. Uliza maelekezo. Tuliongea juzi hapa tukasema watu wa kawaida wanatumia common sense. Mwanariadha anatumia kanuni kwenye riadha. Anayerusha ndege anatumia maelekezo. Hawezi kutoka Kilimanjaro airport kwenda Mwanza bila maelekezo. Anauliza nini? Maelekezo. Anauliza kwanza hali ya hewa huko ikoje? Kuna ndege gani inatua baada ya muda fulani, mimi naondoka kwa safari. Anauliza na anaambia okay, kama unaondoka muda huu hakikisha na mafuta ya kutosha. Utazunguka kwanza kama dakika 5. Ile ndege inayotoka Nairobi itue, alafu uende utue. Ameuliza kwanza, kwa sababu ndege hazipatagi ajali mara kwa mara, kwa sababu ndege wanauliza. Magari yanapata ajali kwa sababu hawaulizaji, mtu anaondokaga tu. Akiamua kwenda Dar anaondoka. Aulizi mtu kwamba barabarani kuna polisi, kuna madaraja yote yako sawa, kuna mahali kumewekwa bump mpya, kuna watu wanatengeneza barabara sasa hivi. Mtu anauliza, yeye anaondoka speed. Anafika mahali anakuta kuna bump mpya, ajui ile bump kama imewekwa pale jana. Akipiga ile bump ile gari na pasua tayari, anapata ajali. Kwa hiyo lazima unapouliza, ukiuliza hakuna mahali utakapokosea. Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3, Yeremia 33 mstari wa 3, neno la Mungu linasema nini? Niite nami nitaitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Kuita ni kuuliza. Kuita kwamba lazima ukae chini uangalie ni kitu gani ambacho unachokitaka. Uliza vitu vinatokea. Ukimwona mtu amekuletea kitu cha sample, kuna kitu anauliza, kuna taarifa anazotaka. Ukiangalia Danieli, Danieli ukiangalia Daudi, kuna vitu alikuwa anauliza vingi sana, na Mungu aliwajibu maombi yao. Mungu yupo kwa ajili ya kujibu maombi, kwamba ukiuliza Mungu anajibu. Ukimuuliza Mungu kitu fulani anajibu. Ukimuuliza Roho Mtakatifu kitu fulani anajibu. Sababu Yesu alisema sitawaacha kama yatima, nitamleta msaidizi ambaye ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Kwamba ndio nataka mumuulize, sio mimi tena. Nilikuwa napatikana mahali pamoja wakati huo wakati mmoja, lakini yeye yuko kila mahali wakati wote. Kwamba muulize Roho Mtakatifu kwamba nataka kufanya nini, nataka taarifa gani. Mimi tangia nimeanza kujua huduma ya Roho Mtakatifu inavyofanya kazi, hata mlango ukakataa kufunguka, naomba Roho Mtakatifu nisaidie. Chochote kile mimi kinatakiwa ni kutamka kwa Roho Mtakatifu,
nisaidie. Na watu wengi wanashindwa kujua namna gani Roho Mtakatifu anaoperate kwa watu. Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani ya watu kwa wale watu wanaomtaja kila saa. Unajua mke wako anakupenda sana kwa sababu kila mahali ukienda unamtaja. Angalia wanasiasa Marekani. Kila mahali akiwepo lazima mtambulishe mke wake. Lazima mtambulishe nani? Hata kama hayupo anasema leo sijaja na mama kwa sababu ya shughuli ABCD. Anamtambulisha mke wake na yule mwanamke anapenda anapotambulishwa. Yaani unapomtaja Roho Mtakatifu kila saa ndipo anapokuwa kwa wingi ndani yako. Hata kuna huduma ambazo hawamwamini Roho Mtakatifu. Kuna huduma hawamwamini Roho Mtakatifu. Kuna watu hajawahi kumtaja Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anasema kama unitambui mimi na mimi sikutambui. Anakwambia niko mlangoni nabisha na hataki nifungulie nitaingia na chakula naye. Sasa umtaji. Ngoja nikwambie brother, yule unayemtaja sana, kile kitu tunachokitaja sana ndicho kinachokuwa kwenye maisha yako. Unapomtaja Roho Mtakatifu, hii huduma tunaamini huduma ya Roho Mtakatifu 101%. Tunaamini huduma 1,000,000,000. Tunaamini huduma ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu tukiona kitu kimekaa vibaya, tunamuita Roho Mtakatifu tusaidie kwenye ile eneo. Wewe ndio msaidizi wetu. Ndio Yesu anasema kwamba sitawaacha kama yatima. Nitawaletea huyo Roho Mtakatifu naye atawafundisha. Sasa leo kama umtumie Roho Mtakatifu umuulize maswali. Watu wote ambao wanamtumia Roho Mtakatifu wana mtu wa kumuuliza maswali. Sababu Roho Mtakatifu ni mtu, is a person, ana nafsi, anahuzunika pia. Umeelewa Kwa ukimkasirisha anahuzunika ndani yako. Ndio sababu tunaambiwa tusimkasirishe nani? Roho Mtakatifu. Na tunaambiwa tusimkufuru nani? Roho Mtakatifu. Kwa sababu dhambi ambayo isamehewa ni ya kumkufuru nani? Roho Mtakatifu. Kwamba umuulize maswali. Muda wetu umeisha, saa 8 kamili. Kwa hiyo tulichokuwa tunataka ukiangalia leo ni the art of asking, the art, yani sanaa ya kuuliza, mifumo ya fanini ya kuuliza. Unawezaje kuuliza? Yani unapohitaji kitu. Kwa mfano, mara nyingi sana nilipokuwa kwenye kampuni moja ilikuwa inauza gesi, nilikuwa nafundisha wafanyakazi pamoja na kuestablish vituo vya gesi ili vichanja na makampuni makubwa. Tunaenda kuuliza, kifika kwa habari yako mzuri, unamuuliza nyinyi mnatumia gesi ya kampuni gani? Tuko pamoja? Akianza kueleza, unaanza kumuuliza maswali. Ukitaka kuuza bidhaa hata dukani kwako, mteja akiingia, muulize maswali. Ni kwa nini unahitaji kitanda cha saizi? Kwa nini unahitaji pazia ya rangi? Kwa nini unahitaji makochi ya rangi? Kwa nini unahitaji hicho? Anapokueleza ndivyo jinsi anakufungulia milango ya wewe kufanya. Siri moja kubwa ya mauzo ni wewe kumuuliza mteja maswali. Sio wewe kuongea. Sio kuongea. Hata ukitaka kuoa, muulize mwanamke maswali. Unakuwa unataka mwanaume namna gani? Hata kwa hakika ili ujue kama wewe unafiti kwenye ile position. Kweli uongo. Unaenda uliza maswali. Na sababu Yesu alipokuwa hekaluni alikuwa anasikiliza na kuuliza nini? Maswali. Sasa unakuta wewe unaongea sana. Yaani unatakiwa wewe kuongea 2%. 98% unauliza nini? Maswali. Unapata kile kitu unachotaka. Na hautakuwa mahali popote kwa sababu ulikuwa unauliza maswali. Hata usipopata, wewe ulikuwa unauliza nini? Maswali. Utahuzunika, utalalamika, utajisikia vibaya. Mimi nilikuwa nauliza tu maswali. Kwa sababu nilishajiandaa kwenda pale kwa ajili ya kuuliza maswali. Na anapouliza maswali, unakuta mtu anasaidia kile kitu kutokana na maswali ambayo ulikuwa unafahamu. Kumbe kitu ulichokuwa unakitaji ulipewa muda mrefu na ule mtu wa kuongelea kwa sababu ulikuwa unauliza nini? Maswali. Na kuna kitu kimoja. Siku yote hii ni formula very serious. Kwa mfano umeenda mahali kuuliza maswali, kuuliza kama wanaajiri. Nenda na diary na kalamu. Kila unapouliza maswali ambayo unaenda kuuliza, umeandika swali namba 1, namba 2 mpaka na kila swali umeacha nafasi. Ukijibiwa unaandika ile majibu pale. Yule mtu akiona kwamba unamuuliza maswali na unaandika, anakupa kazi. Kwa sababu maana kitu anachoongea ni kitu cha maana. Ukiongea, mimi nikiandika, ina maana unaongea kitu cha maana. Hakimu wangu, mzee mmoja hakimu alikuwa rafiki yangu, ni marehemu sasa hivi. Aliniambia maneno very powerful. Aliniambia, ukimwona hakimu mahakamani
mshtakiwa anaongea, hakimu anaandika, jua mshtakiwa anaongea point. Akaniambia ukimuona mahakamani wakili anaongea, hakimu aandiki, wakili anaongea pumba. Tuko pamoja? Sasa ile kitu kilinisababisha mimi nipate ufahamu tofauti kabisa kwamba kama mimi naongea na mtu aandiki, na maana naongea nini? Pumba. Kama inabidi nijitahidi niongee vitu vya maana ili mtu apate kitu kufanya nini? Cha kuandika. Sasa unapoenda mahali kwa ajili ya kuuliza maswali, unatafuta kazi, lakini kazi yako, mfumo wako wa kutafuta kazi ni wa kuuliza. Tafuteni nanyi mtaona. Ina maana kwamba ile mifumo mitatu: tafuta, kuuliza na kubisha. Vitu vitatu unavifanya, lazima upewe ile kazi, kwa sababu ulikuwa unauliza kwanza maswali. Alafu ulitafuta ile kazi gani unaweza kufanya katika ile kampuni. Alafu ulikuwa na nguvu ya kufanya ile kazi. Ulihakikisha kwenye akili yule jamaa, ulibisha hoja mpaka ukaingia kwenye akili yake, akakupa kazi. Unaenda kuomba kazi, unaenda kuuliza maswali, kutafuta kazi ambayo unaweza kufanya kwenye kampuni. Kuuliza, ukianza na kuuliza, utaona kazi ya kufanya kwenye ile kampuni na utaingia kwenye akili yake. Na ukishaingia kwenye akili yake, anajua jamaa ana faida kwenye kampuni. Ni mtu tukao tunamhitaji. Unaweza kuwa unafanya kazi ya watu 10, mtu mmoja tunafanya kazi ya watu 10. Kwa sababu Wahindi wakiendaga mahali popote wanafanya kazi ya watu 5, watu 6. Mhindi mmoja tu. Marekani anafanya kazi ya mtu mmoja. Kama Marekani anaenda kuajiriwa mahali kwa ajili ya kutuma email tu, Mhindi anatuma email, anafanya kazi nyingi, anajua kuregister, kutengeneza website, anajua vitu chungu nzima. Wakati Marekani anaajiri watu wangapi? 10. Ndio sababu wa Marekani wamehamishia kazi zao zote India na China, kwa sababu China anafanya kazi nyingi. Marekani anakwambia mimi my area ile ndio eneo langu la email tu, tuma email. Kumbe Mhindi anaweza kutuma email akafagia, akafanya kazi ya ulinzi, afanye mchungu nzima, mtu huyu sasa anaenda kwa ajili ya watu wengi wa nini? Kwa sababu wamehamishia kazi zao zote India. Kwamba mfumo wa kuuliza ni mfumo ambao utakusaidia sana mbele ya safari. Jitahidi sana ukiwa unahitaji kitu, uliza kwa matendo. Na kuuliza kwa matendo, fanya kitu. Fanya nini? Fanya kitu. Watu wengi wamebaki kwenye maneno. Mungu anasema kwenye Zaburi ya 81 mstari wa 10. Zaburi ya 81 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, mimi ndimi Bwana Mungu wako, niliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Fumbua sana kinywa chako nami nitakijaza. Fumbua sana nini? Kinywa chako. Mtu anayefumbua kinywa chake, brother, ukiangalia mwanasiasa anafumbua kinywa barabarani. Ukimwangalia mwinjilisti anafumbua kinywa wapi? Anapofungua kunihubiri mimi, hajaza kinywa chake. Fungua sana kinywa chako, kahubiri injili. Nenda sema, ongea. Oh yeah. Utaona Mungu anajaza kinywa chako. Tafsiri kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na vingine mtafanya nini? Tazidishiwa. Sasa lazima ufungue sana kinywa chako kwenye kazi ya Mungu. Maana yake usionee aibu nini? Injili. Paulo alisema, mimi sionee aibu nini? Injili. Yesu akasema ukinionea aibu na mimi nitakuonea aibu mbele ya nani? Baba yangu. Fungua sana kinywa chako kwenye mambo ya Mungu. Kwenye kitu cha Mungu fungua sana kinywa chako. Kwenye kazi ya Mungu unafungua sana kinywa chako. Tunaona Mungu anajaza kinywa chako. Yale maneno unayoongea, nguvu ya mauti na uzima yako katika uwezo wa nini? Wa ulimi wa mtu. Fungua sana kinywa chako, bariki watu. Ombea watu. Tuko pamoja. Tunaona Mungu anajaza kinywa chako. Yale maneno yako anakwambia nguvu mauti na uzima mauti na uzima iko ndani ya uwezo wa ulimi wa mtu. Na wao upendao watakula nini? Matunda yake. Ukifungua sana kinywa chako utakula matunda ya kile kitu kilichofungua kinywa chako. Wewe angalia wanasiasa. Mtu anayependa chama chake cha siasa yuko mtaani anapigia debe kile chama, au mpangi nafasi ya uongozi, amefungua kinywa chake kupigia debe chama chake. Leo ni mkuu wa mkoa, ni mkuu wa wilaya, kwa sababu ya hiyo tu. Kwa sababu wanasiasa anampa mwenzake nafasi kwa imani alionayo kwa ule mtu, kwamba huyu mtu anaweza kutetea chama mpaka mwisho. Kama amefungua sana kinywa chake, sasa umenyamaza kimya, nani anajua kwamba wanajua nini?
Leo hii mimi ningekuwa na nyamaza kimya, kuna mtu anajua kwamba anajua kufundisha? Hamna. Kwa nimefungua kinywa changu kwa barabarani sana, kila mtu anajua kwamba wewe ni fulani, kwa jamaa ni mwalimu. Na Mungu anajaza nini? Kinywa changu. Muongea hivi anajaza kinywa chako. Kwamba lazima ujitahidi kufumbua sana kinywa chako ili Mungu aweze kujaza. Tofauti na hapo ni ngumu. Lazima ujifunze kuuliza kwa matendo. Basi kwa fahamu tutaishia hapo. Nadhani mistari yote tumesoma. Tunaweza pia ukaenda kuipitia mwenyewe baadaye. Lakini nataka tu ujifunze kuomba kwa nini? Kwa matendo. Ndio njia ambayo inajibu haraka. Mungu anajibu haraka. Nenda kafanya kazi za kijamii. Unajua kabisa unaumwa, una changamoto ya kiafya, kamtumikie Mungu. Nakwambia nani mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako na ataondoa magonjwa kati yako. Na hakuna atakaye kuwa tasa katika nchi yako. Sasa jaribu na hesabu ya siku zako atafanya nini? Atazitimiza. Kama anakwambia na wakisikia na kumtumikia watafisha miaka yao katika kufanikiwa na siku zao katika furaha. Sasa ukitumikia, nenda kafanya kitu. Uliza, ukitaka kitu chochote, bali utafute kwanza ufalme wake. Na akiaka na mengine yote mtafarini, mtazidisha. Fanya, uliza kitu kwa matendo. Kinatokea. Uliza kwa maneno, utachukua miaka mingi sana kutokea. Mtu anayeuliza kwa matendo, inakuja speed. Anayeuliza kwa maneno, inachelewa. Itakuja ndio lakini itachelewa. Wanaangalia kwanza wale watu wenye imani, sio wenye maneno. Wanaangalia watu wenye nini? Wenye imani ndio wanaohudumiwa kwanza, sio wenye maneno. Kwa sababu you can't move God by tears. Huwezi kumhamisha Mungu kwenye kiti chake cha enzi aje akusaidia. Kwa nini? Kwa machozi. Lakini atakapoona umeenda kwa watoto yatima kuwasaidia kufua na kupika na kufanya, umeenda kutunza mazingira, umeenda kuhubiri injili barabarani, anakuja anakuja kusaidia. Lakini yaomba kwa maneno itachukua muda, itakuja ndio, lakini sio leo. Tuko pamoja. Kwa ufahamu tutaishia hapo. Asanteni kwa muda wenu. Tutamshukuru Mungu kwa dakika chache. Tumalize. Asanteni, Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mtukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Kwa majira ya 7 tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa siku mpya leo uliyofanya kwa ajili yetu, tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100, asante kwa mwezi wa 6, asante kwa mwezi wa 7, asante kwa mwezi wa 8, asante kwa tarehe 10 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, asante kwa tarehe 10 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, asante kwa tarehe 10 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, asante kwa tarehe 10 ya mwezi wa 7 ya mwaka 2100 katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho, asante kwa majira ya saa 6, asante kwa majira ya saa 7, asante kwa majira ya saa 8, asante kwa majira ya saa 9, asante kwa majira ya saa 10. Asante Roho Mtakatifu, tunabariki ya majira ya saa 8 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 8 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 8 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Nabariki ya majira ya saa 8 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 8 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza biashara, tunafungua malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo, tunafungua malango ya akili ya Kristo, tunafungua malango ya afya ya Kristo, tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo ya kuona kazi, kuona fursa, kuona biashara, kuona ndoto, kuona maono katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante.
kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango wanafunzi wa Kristo katika biashara, wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, haki ya Kristo, tajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo ya kufanya kazi kupita watu wote, utukufu wa Kristo, heshima ya Kristo, baraka za Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa falme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyofanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji, uliyofanya mianga mikubwa, jua litawala mchana, mwezi na nyota zitawala usiku. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyegawa bahari ya Shamu, ukawavusha wana wa Israeli katikati yake katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu ulioongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu ulioua wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa huo wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyosema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemuongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na Ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyotufufua katika ukiwa, katika utupu, katika giza, katika umaskini, katika magonjwa, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth kwa mwaka msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu tusamee madeni yetu yote ya kiroho na ya kimwili kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetuwekea ulinzi tangia tulipozaliwa hadi leo, ukatuzungushia moto wa Roho Mtakatifu, ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba tukufu, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tunapokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Roho Mtakatifu, neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika yale yaliko umo, kwa maana wakati ukaribu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, nakuomba ubariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki nyumba zao, bariki ndoa zao, bariki familia zao, bariki watoto wao, bariki wake zao, bariki muda wao, bariki imani zao, bariki maswali yao atakayo kuuliza katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Bariki kila swali atakayouliza, Roho Mtakatifu likalete majibu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Bariki chochote atakachotia katika mikono yao, Roho Mtakatifu kikapate kufanikiwa katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Bariki mawazo yao, bariki chochote atakachowaza katika akili zao, katika nafsi zao, kikapate kufanikiwa, kikapate kuja na shuhuda katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Bariki maono yao, bariki ndoto zao, bariki kusudi lao la kuwa hapa duniani katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Baba Jehova, chochote atakachokigusa na mikono yao kikapate kuongezeka katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kubariki maombi yetu, kubariki maswali yetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kubariki shukrani zetu, kubariki toba zetu. Asante kwa kubariki baraka zetu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tunapokea katika jina la uweza la Yesu Kristo. Tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen.
Tutaenda kwenye sala ya toba dakika moja, tutasema Yesu mwana wa Daudi mara 3. Nikisema jina langu bila mwisho, unasema jina lako. Turudia maneno. Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi. Mimi bila mwisho. Naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote. Uniponye na magonjwa yangu yote. Unisafishe kwa damu ya takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, cha kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda, katika jina la weza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Amen. Turudia maneno. Nikisema jina langu bila mwisho, unasema jina lako. Turudia maneno. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya. Amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. I remember before, people they ask me who are you. I remember before, people they ask me where are you. But today, brother, them people they ask me how are you. But today, people they tell me how are you. For promotion, I thank